Sasa shambulio dhidi ya Iran lilianza bila idhini yoyote kutoka kwa bunge la Marekani na limezua mjadala mkali kuhusu iwapo hatua hiyo ilikuwa halali chini ya sheria za kimataifa. Umoja wa Mataifa unasema nchi hazipaswi kutumia nguvu dhidi ya nchi nyingine isipokuwa kwa ajili ya kujilinda au ikiwa hatua hiyo imeidhinishwa na Umoja wa Mataifa yenyewe. Ifuatayo ni taarifa ya Paul Adams ikiwasilishwa na Ahmed Bahaj. Ndani ya siku 6, Marekani na Israeli zimefanya zaidi ya mashambulizi 2000 dhidi ya Iran. Zimemuua kiongozi mkuu na maafisa wake wengi wa ngazi za juu na kuharibu sehemu kubwa ya jeshi la majini la Iran. Lakini je, mashambulizi hayo yote ni halali? Rais Trump ametoa hoja kadhaa. Lengo letu ni kuwalinda raia wa Marekani kwa kuondoa vitisho kutoka kwa utawala wa Iran. Lakini Marekani haijasema vitisho hivyo vilivyokuwa vinakaribia ni vipi wala kutoa ushahidi wowote. Maandalizi ya kijeshi ya Marekani yaliashiria uwezekano wa mzozo kutokea, lakini hakuna aliyedhani kuwa Iran ilipanga kushambulia kwanza. Miaka 23 iliyopita, Marekani ilipeleka hoja yake ya vita dhidi ya Iraq katika Baraza la Usalama la UN. Safari hii hakuja kuwa na jitihada kama hizo. Shambulio dhidi ya Iran linalofanywa na Marekani na Israel ni uvamizi wa kijeshi ambao ni ukiukaji mkubwa zaidi wa sheria za kimataifa. Kuna vizuizi vinavyohusiana na matumizi ya nguvu katika uhusiano wa kimataifa ambavyo ndivyo msingi wa msimu wa kisheria wa kimataifa wa sasa. Na kuna nyakati chache sana ambapo vizuizi hivyo havifanyi kazi. Lakini vipi kuhusu mpango wa nyuklia wa Iran? Licha ya mazungumzo mjini Geneva wiki iliyopita, Donald Trump anasema Tehran haijawahi kuachana rasmi na malengo yake ya nyuklia. Lakini je, ilikuwa karibu kutengeneza bomu? Hakuna anayefikiri hivyo kweli. Siku 6 katika mzozo huu, maswali ya kisheria yamekithiri. Meli ya kivita ya Iran ilizama maelfu ya kilomita mbali na pwani ya Sri Lanka. Mashambulizi ya kulipa kisasi ya hadhari ya Iran katika maeneo ya Ghuba yameshambulia hoteli na vituo vya nishati. Vinaashiria kuwa huu ni mzozo unaoendeshwa kwa masharti yake wenyewe. Kifungu cha 51 cha mkataba wa UN kinakupa haki ya kuchukua hatua ya kuzuia mashambulio kwa ajili ya kujilinda. Lakini inaonekana hakuna msingi wowote thabiti wa kufanya hivyo. Kwa vyovyote vile, Marekani haijatumia hoja hiyo. Sheria za kimataifa mara nyingi huwekwa kando, na labda shambulio hili si la kipekee. Sasa turejee kwake Ibrahim Rabi ili kufahamu zaidi kuhusu mzozo huu. Rabi, vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran zinaiweka wapi sheria hii ya kimataifa kuhusu taifa moja kushambulia lingine? Na nadhani bila shaka tangu ujio wa awamu ya pili ya Donald Trump tumeshuhudia katika nguvu kubwa imetumika kuhakikisha kuwa inazima sheria za kimataifa, kwa sababu tuliona Donald Trump kwanza akishughulika na mahakama mfano ICC na ICJ kuziwekea vikwazo vingi baada ya kutoa waranti ya kukamatwa waziri mkuu wa Israel Netanyahu, pamoja na mahakama ya ICJ ambayo ilikuwa imeshughulikia kesi za Israel. Huo ulikuwa ni mpango, lakini amekuja kuimaliza vizuri UN pale alivyo kuanzisha kitu kinaitwa bodi ya amani, ambayo bodi hiyo inachukua majukumu ya Umoja wa Mataifa. Lakini si hilo tu, katika kipindi chake amekata ufadhili wa mashirika mengi sana ya Umoja wa Mataifa ambayo yalikuwa yanapokea fedha moja kwa moja kutoka kwa Marekani ili kuhakikisha kuwa anaizima kitu kinaitwa Umoja wa Mataifa. Kumekuwa na ugomvi wa muda hivi sasa kati ya Umoja wa Mataifa pamoja na Israeli, na inaonekana kabisa kuwa Marekani anatekeleza nguvu hizi anasukumwa kufanya haya na Israeli, kwa sababu Israeli ina ugomvi mwingi hasa katika kile ambacho kinaonekana kama ukaliaji wake kule West Bank, kuvunja makubaliano ya mwaka 74 kule Syria, lakini kuendelea kukaa kwenye ardhi ya Lebanoni ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni kinyume. Sasa Marekani amekuwa akitumia nguvu kubwa kuhakikisha kuwa anazimaliza hizi sheria na anaiendesha dunia kama vile Donald Trump anavyotaka kuwa yeye ndio awe sauti ya mwisho na sheria zisifanye kazi. Sasa Trump anasisitiza kwamba Iran lazima imteue kiongozi ambaye atakubalika na utawala wake. Je, viongozi wa Iran watachukuliaje hatua hii kama jibu? Nadhani Trump bado anajifurahisha tu. Naweza nikanukuu maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Iran ambaye alikuwa akimfanyia kama kejeli Trump kuwa kama alishindwa kushawishi meya wa New York na akashindwa, sidhani kama ana hadhi ya kuteua kiongozi wa Iran. Alikuwa akikusudia meya
wa New York ambaye Mamdani ambaye aliteuliwa hivi karibuni. Trump aliweka vikwazo vingi asiteuliwe, lakini alishinda. Sasa kama alishindwa pale, inakuwa ni vigumu kwa huku. Ukweli kuwa bado kuna ombwe na hiki kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Nchi moja inaweza ikaamua vipi kuhusu kiongozi wa nchi nyingine, kwa sababu huyu anayetakiwa kuwa rais ni rais wa Iran, au anayetakiwa kuwa kiongozi ni kiongozi wa Iran, sio kiongozi wa Marekani. Kwa nini aende kulinda maslahi ya Marekani na asiwe kipaumbele chake kulinda maslahi ya watu wa Iran? Kwa hiyo hapo unaweza ukaona kuwa hata wale ambao wanajiweka nyuma ya Marekani kwenye hili wanapaswa wahojiwe mara mbili kuwa wako hapo kwa mujibu wa kisheria au wapo hapo kwa sababu Trump ameamua hivyo, kwa sababu kinachofanywa ni ukiukwaji wa sheria. Kwa nini hawawezi kutetea hizo sheria? Rabi, kwa kifupi tu, mataifa mengi ya Ghuba yanalengwa na Iran, lakini yanaonekana yako kimya kabisa kuhusu mashambulizi dhidi yao. Kwa nini? Kuna minong'ono mingine ambayo inaendelea kwa Ghuba, ni ile wanaosema kuwa wamechoka na Marekani, kwa hiyo wanakaa kimya kwa sababu wanaamini ukombozi wao huenda ukaja kupitia kwa Irani, kwa sababu zinazoshambuliwa zaidi ni maslahi ya Marekani eneo hili. Huenda ikasababisha Marekani aondoke kabisa ili na wao wawe huru. Baadhi ya minong'ono inatokea kwenye nchi za Ghuba, wanahisi hivyo. 74 kule Syria, lakini kuendelea kukaa kwenye ardhi ya Lebanoni ambayo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa ni kinyume. Sasa Marekani amekuwa akitumia nguvu kubwa kuhakikisha kuwa anazimaliza hizi sheria na anaiendesha dunia kama vile Donald Trump anavyotaka kuwa yeye ndio awe sauti ya mwisho na sheria zisifanye kazi. Sasa Trump anasisitiza kwamba Iran lazima imteue kiongozi ambaye atakubalika na utawala wake. Je, viongozi wa Iran watachukuliaje hatua hii kama jibu? Nadhani Trump bado anajifurahisha tu. Naweza nikanukuu maneno ya waziri wa mambo ya nje wa Iran ambaye alikuwa akimfanyia kama kejeli Trump kuwa kama alishindwa kushawishi meya wa New York na akashindwa, sidhani kama ana hadhi ya kuteua kiongozi wa Iran. Alikuwa akikusudia meya wa New York ambaye Mamdani ambaye aliteuliwa hivi karibuni. Trump aliweka vikwazo vingi asiteuliwe, lakini alishinda. Sasa kama alishindwa pale, inakuwa ni vigumu kwa huku. Ukweli kuwa bado kuna ombwe na hiki kitu kinaitwa sheria za kimataifa. Nchi moja inaweza ikaamua vipi kuhusu kiongozi wa nchi nyingine, kwa sababu huyu anayetakiwa kuwa rais ni rais wa Iran, au anayetakiwa kuwa kiongozi ni kiongozi wa Iran, sio kiongozi wa Marekani. Kwa nini aende kulinda maslahi ya Marekani na asiwe kipaumbele chake kulinda maslahi ya watu wa Iran? Kwa hiyo hapo unaweza ukaona kuwa hata wale ambao wanajiweka nyuma ya Marekani kwenye hili wanapaswa wahojiwe mara mbili kuwa wako hapo kwa mujibu wa kisheria au wapo hapo kwa sababu Trump ameamua hivyo, kwa sababu kinachofanywa ni ukiukwaji wa sheria. Kwa nini hawawezi kutetea hizo sheria? Rabi, kwa kifupi tu, mataifa mengi ya Ghuba yanalengwa na Iran, lakini yanaonekana yako kimya kabisa kuhusu mashambulizi dhidi yao. Kwa nini? Kuna minong'ono mingine ambayo inaendelea kwa Ghuba, ni ile wanaosema kuwa wamechoka na Marekani, kwa hiyo wanakaa kimya kwa sababu wanaamini ukombozi wao huenda ukaja kupitia kwa Irani, kwa sababu zinazoshambuliwa zaidi ni maslahi ya Marekani eneo hili. Huenda ikasababisha Marekani aondoke kabisa ili na wao wawe huru. Baadhi ya minong'ono inatokea kwenye nchi za Ghuba, wanahisi hivyo.